Zaidi, jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Uliweza kuamini kuwa mambo yamekaribia sana ukisoma taarifa za jana, na ndio maana unaweza kuona kuwa jana kuna watu walinipigia simu, mbona huongei chochote, umeshasikia hizo taarifa na huku na huku? Nikanyamaza kimya, sikuweza kuzijibu kwa sababu nilijua hizi taarifa zinapoanzia na zitapoishia. Nilijua hii miemko inapokwenda itaanzia wapi na itaishia wapi, kwa sababu nilikuwa nimeshajiridhisha kabisa bila shaka kuwa bado sioni kile ambacho kinatarajiwa. Kwenye mazungumzo ya mfano nilizungumza kuhusu Chekeche juzi. Waliotazama walitazama, waliona kile nikizungumza. Bahati mbaya watu wa YouTube ilikuwa haijapanda, lakini leo itapanda. Ukipata muda unaweza kuenda kusikiliza kile nilichokizungumza kwenye YouTube, kwenye Chekeche. Manake mimi nimezungumza kabla ya hizi taarifa kuendelea kujiri, kuwa kama kutakuwa na mazungumzo na hizo dalili. Mimi nimezungumza kabla na nikaweka concern yangu ile ambayo niliiweka, na ndio hiyo nimekuja kuikazia kwenye mazungumzo ya leo mchana, nikiwaonyesha kuwa jamani, hiki tunachoambiwa hakina uhalisia, kwa sababu mambo hayako vile watu wanavyodhani. Nadhani nilikuwa nimeongea hivyo. Nitakuwekea baadaye kwenye Chekeche na nyewe utaangalia. Alafu baada ya Chekeche sikiliza mazungumzo yangu ya mchana niliyozungumza, halafu unganisha na hiki ninachokuambia kuwa je, ukweli ni upi katika haya yanayozungumzwa? Tunazungumza mambo, hatutabiri mambo. Tunazungumza mambo ambayo yanaonekana katika ulimwengu wa wazi, kuona kabisa kuwa haya yako hivi na haya matokeo yako hivi. Sasa hilo ndio liko hapo, kuwa kadri muda unavyokwenda, vyombo vile vile vya habari ambavyo vilituaminisha kuwa mazungumzo yamekaribia sana, ndivyo vinavyotupa taarifa kuwa kunaonekana bado kuna kutokubaliana kukubwa. Yani kunaonekana bado kutokukubaliana kukubwa kati ya Marekani na Iran katika kufikia makubaliano yale ya awali. Sasa mtu ukishaona hilo, unaenda kumuuliza kuwa kiko wapi kile ambacho Irani amesalimisha nyuklia zake? Kiko wapi kile cha Irani ambao amefungua Hormuz? Kiko wapi cha Irani ameangamiza, amekabidhi urani yake kwa Marekani? Kiko wapi? Kwa hiyo unapata vile viko wapi, unapata jibu la moja kwa moja tu kuwa no, hapa kilichokuwa kinachezwa ni drama, ni mchezo ambao haukuwa umefikiwa tamati. Na kitu kimoja ambacho kidogo huwa kinanivuruga na mara nyingine huwa kinanishangaza zaidi kwa walaji. Unajua mara nyingine sana hii reaction inakuja kwa walaji, yani wasikilizaji wa mwisho, ndio mara nyingi wao hupanic na kuja na vitu vingine, kwa sababu haya mambo yanatokea sana. Hasa katika kipindi hiki cha Donald Trump wameshatupa mapresha sana kwenye masuala mbalimbali. Wametupa pressure kwa hili swala sasa hivi litakwisha, hiki kitamalizikwa hivi. Sasa na wewe ukiwa na mihemko au ukianza kuwafuatilia, naweza kusema wale wachambuzi wenye mihemko ambao wao wanapenda kuwa wawe wa kwanza kutoa taarifa, kuwa taarifa fulani mimi niwe wa kwanza, yani nijulikane mimi ndio wa kwanza kuitoa. Wanapenda kuwahi, yani matukio, kwa tukio lijafika yeye kaisha ripoti kuwa iko hivi na hivi na hivi. Baadaye mbele kidogo ndio huwa wanakwama, alafu wanakosa cha kuongea, kwa sababu tumeona katikati ya vita kuna zile taarifa kuwa watu fulani wametekwa, mwanajeshi wa Marekani wameuliwa sijui ngapi, sijui, na wewe unanyanyuka vile vile unaruka hivyo hivyo. Kama hujathibitisha, jiridhishe. Yani hebu tulia, halafu jiridhishe. Ukisharidhika, hapo sasa ndio unaweza kusema kuwa hii taarifa iko katika muktadha fulani. Taarifa iko katika muktadha fulani. Sasa wakati tunaliwaza la kuwa watakwendaje kwenye usitishaji, yani wakati tunawaza kuwa wanaenda kwenye makubaliano ya aina gani, nadhani taarifa iliyoenea kuanzia leo tena mchana ni taarifa ya Donald Trump kuzitaka nchi za Kiarabu zirasimishe uhusiano wao na Marekani. Nchi za Kiarabu zirasimishe uhusiano wao na Marekani. Iko hivi, taarifa inasema hivi: Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatatu ameyataka mataifa yenye Waislamu wengi kote Mashariki ya Kati na kwingineko kurekebisha uhusiano na Israeli kama sehemu ya makubaliano ya amani yanayoibuka ya Irani. Katika chapisho refu la mitandao ya kijamii, Trump aliorodhesha nchi ambazo viongozi
baada ya kazi yote iliyofanywa na Marekani kujaribu kuunganisha fumbo hili gumu sana, inapaswa kuwa lazima kwamba nchi hizi zote kwa kiwango cha chini na kwa wakati mmoja zisaini mikataba ya Abraham. Mikataba ya Abraham ni seti ya mikataba iliyosimamiwa chini ya Donald Trump ya mwaka 2020. Mikataba hiyo inasimamia urekebishaji wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israeli na nchi ambazo zimekuwa zikiipinga kihistoria. Inawezekana kwamba nchi moja au mbili zina sababu za kutokufanya hivyo, na hilo litakubaliwa, lakini nyingi zinapaswa kuwa tayari na kuweza kufanya makubaliano haya na Irani kuwa tukio la kihistoria zaidi kuliko vile vitu vingine. Trump aliandika katika chapisho lake la ukweli wa kijamii. Katika chapisho hilo alisema mazungumzo na Irani yanaendelea vizuri. Mapema Trump alisema katika chapisho tofauti la ukweli wa kijamii kwamba makubaliano na Irani yatakuwa makubwa na yenye maana, au hakutakuwa na makubaliano hata kidogo. Makubaliano na Irani yatakuwa makubwa na yenye maana, au hakutakuwa na makubaliano, Trump aliandika. Itakuwa kinyume kabisa na janga la JCPOA lililojadiliwa na utawala wa Obama ulioshindwa, ambao ulikuwa njia ya moja kwa moja na wazi ya silaha za nyuklia kwa Irani. Hapana, sifanyi mikataba kama hiyo. Marekani na Irani zilipuuza matumaini ya mafanikio yaliyo karibu katika juhudi za kukomesha vita Jumatatu, huku mwanadiplomasia mkuu wa Marekani akisema Washington itapata makubaliano mazuri au makubaliano na Teherani kwa njia nyingine. Umeelewa sababu ya Donald Trump kulazimisha hizi nchi ziingie? Unaelewa sababu? Ngoja nikusomea andiko moja halafu sasa nakuja kukufafanulia kwa nini inalazimishwa hizi nchi za Kiarabu zianzishe uhusiano na Israeli. Seneta wa Marekani Lindsey Graham alisema kuwa Saudi Arabia na nchi zingine zitakabiliwa na athari kali ikiwa hazingejiunga na makubaliano ya Abraham na Israeli iwapo Teherani na Washington zitafikia makubaliano. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Graham amesema ikiwa kwa kweli kutokana na mazungumzo haya ya kukomesha mzozo na Irani, washirika wetu wa Kiarabu na Waislamu katika eneo hilo wakubali kujiunga na makubaliano ya Abraham, itafanya makubaliano haya kuwa moja muhimu zaidi katika historia ya Mashariki ya Kati. Seneta huyo wa Republican alisema kwamba Saudi Arabia, Qatar, Pakistani zitajiunga na makubaliano hayo. Alisema itajiunga na makubaliano hayo kama zitajiunga na makubaliano hayo kungekuwa na mabadiliko makubwa katika eneo hilo na dunia, akieleza kama hatua nzuri ya rais wa Marekani Donald Trump. Akihutubia Saudi Arabia na nchi zingine, Graham alisema sasa ni wakati wa kuwa jasiri kwa mustakabali wa Mashariki ya Kati mpya. Aliongeza, natarajia kama Rais Trump alivyopendekeza, kwa kweli wajiunge na makubaliano ya Abraham na kumaliza kikamilifu mzozo wa Kiarabu na Israeli. Akionya washirika wa Marekani katika eneo hilo, seneta huyo alisema ukikataa kufuata njia kama hii iliyopendekezwa na Rais Trump, itakuwa na athari kubwa kwa uhusiano wetu wa baadaye na kufanya pendekezo hili la amani lisikubalike. Zaidi ya hayo, litaonekana na historia kama kosa kubwa la hesabu. Alimalizia kwa kumsihi Rais Donald Trump aendelee kujitolea kufikia kile alichokieleza kama makubaliano mazuri na Irani, na kusisitiza kwamba Saudi Arabia na nchi zingine zijiunge na makubaliano ya Abraham kama sehemu ya mazungumzo. Graham pia alielezea pendekezo hilo kama la kipaji. Haya, umeelewa. Unapomzungumza Lindsey Graham, nilishamuelezea ni nani. Huyu ni AIPAC lobbying mwingine. Ukienda kuangalia kwenye akaunti zake zimejaa madola kutoka kwenye shirika la AIPAC la Israeli. Shirika la AIPAC la Israeli amekula pesa nyingi sana huyu za kwao. Kwa hiyo na yeye ni katika wale wafanyakazi ambao wamekula hizo pesa, ndio wanazungumza kuhusu hili. Sasa narudi kukueleza kwa nini sasa inatakiwa Abraham kwa nchi hizi. Kitu kimoja ambacho kifahamike, nadhani ni wiki jana nilizungumza kuhusu makubaliano ya Abraham. Niliyazungumza nikasema hivi, mimi binafsi sijawahi kupinga kuwa it's okay, mnaweza mkaingia kwenye makubaliano, lakini mara kadhaa nimewauliza kuwa kuna mkataba wowote wa nchi ya Kiarabu yoyote ambayo imefaidika na makubaliano na Israeli? Labda tuseme kuwa nchi zinazoitambua Israeli au ambazo ziko official na Israeli, tuseme Misri aliingia mwaka 79, Jordan akafuata 94, 2020 ndio inaotajwa hawa kina UAE, Morocco na Bahrain, Sudani, Chadi. Chukua hawa wote, nionyeshe nchi iliyofaidika na uhusiano na Israeli kama yenyewe, nchi iliyofaidika.
iliyofaidika kuwa na uhusiano na Israeli. Nchi zote zilizosaini makubaliano ya Abraham na Israeli ni nchi ambazo unaenda kuzibwa mdomo, unafungwa mikono, unafungwa miguu. Huwezi kuzungumza lolote, wala huwezi kuzungumza chochote, huruhusiwi kukosoa chochote. Leo hii nchi zote hizi nilizozitaja, hata mauaji yanayofanyika ya watoto pale Gaza, hawaruhusiwi kuinyoshea kidole Israeli. Yani Israeli katika mikataba hiyo anawaambia, ikiwa hujaridhika na sisi, hupaswi kutukosoa hadharani, tuandikie barua. Lakini wao Israeli wana uwezo wa kuingia kwenye nchi yoyote wakafanya chochote katika nchi ambazo zina makubaliano nao. Yani wakaikosoa, wakafanya chochote katika zile nchi wanazoona. Sasa hivi sasa kukimbilia kuanzisha uhusiano na Israeli ni kwa sababu ya matokeo yajayo. Kama kutafungwa makubaliano hivi sasa ya Mashariki ya Kati kati ya Irani na Marekani na Israeli, kama watafunga makubaliano lock, Irani sawa, umepata ulichopewa na huyu ulichopewa, maana yake kuwa hizi nchi za Kiarabu zitachagua upande. Hizi nchi za Kiarabu zitasogea upande wa Irani. Hizi nchi za Kiarabu zitaanzisha uhusiano na Irani kwa sababu tayari watafata nguvu ya Irani. Lakini ndani ya mkataba wa Abraham utaenda kuwafunga. Yani mkataba wa Abraham utaenda kuwafunga pingu kuwa hamtokuwa, yani katika mikataba ya wataopewa hawa, hamtowahi kuja kuwa na uhusiano wowote na Irani. Na mtasaini haya makubaliano, vinginevyo mtaona kitachowatokea. Ndio unamuona sasa Lindsey Graham anawatisha. Sasa ndio maana unauliza kabisa, huu uhusiano wa Arabu na Marekani faida yake ipi yani? Kwa sababu manake uhusiano wao ni kama uhusiano wa mateka. Yani kama wewe umetekwa nyara. Unamsikia Lindsey anavyowatisha Arabu, wasivofanya hivyo watakuja kujuta, na tutawaza pia uhusiano wetu na wao na sisi. Sasa unakaa unajiuliza kuwa hivi nani anayetaka uhusiano kati ya Marekani au Arabu ndio wanaotaka huo uhusiano, au nani mwingine anataka uhusiano? Kwa sababu hawajapewa hadhi ya heshima katika uhusiano. Yani wao wamewekwa kwenye uhusiano ni kama vile mateka, halafu wanapelekeshwa na amri za Marekani anavyotaka na iwe itavyokuwa. Sasa haya makubaliano ambayo Marekani anayataka yameegemea katika nadharia mbili: kumdhibiti Irani kuwa na ushawishi kwenye nchi za Kiarabu na kuzipiga pingu nchi za Kiarabu zisielekee kwa upande wa Irani. Sio, umeelewa? Yani haya makubaliano yanakwenda, lakini kingine ambacho kinakwenda kwenye haya makubaliano, kwa nini tunakwenda kwenye haya makubaliano? Ni kutaka kuwaridhisha Israeli, kwa sababu kiuhalisia katika meza wamepoteza. Yani unapochukua reality ya haya makubaliano yanakwenda, maana yake kuwa Israeli amepoteza. Israeli amepoteza wapi? Mara kadhaa huwa nasema, na watu wengine wakati mwingine nikipitia comment huwa nacheka. Ndio maana huwa sijibu comment yoyote. Mimi siangai kujibu comment ya mtu yoyote, kwa sababu mtu analazimisha kuwa Irani kashindwa. Kashindwa kipi? Manake wewe uliingia, ulikuwa na nini? Yani ulichopelekwa umepata nini? Yani mpaka hapo unashikilia nini? Ndio useme kuwa nani anaongoza nini? Kwa sababu huwezi kusema kuwa mimi nimeshinda hali ya kuwa anayeongoza goli 2 bila ni mwingine. Kwa sababu nini walichokipata katika vita yao? Yani kuwa wameingia, wamepata nini? Tulitaka ku regime change, haijatokea. Tumetaka manyuklia, makombora, mnalazimisha alete mezani, hajaleta. Tunataka makombora, hajaleta. Tunataka asisaidie Wahuthi, anasaidia, na ndio anaweka katika vifungu vya mkataba. Mlichoshinda nyinyi kipi? Sasa hiki ndio kile ambacho kinachotokea, ambacho kinachowafanya Marekani sasa watafute ushindi wa pembeni katika kufumba midomo. Yani kama kutatokea makubaliano, halafu wakati huo makubaliano yakatangaza kuwa Saudi Arabia, Qatar, Bahrain zimetangaza uhusiano na Israeli, kufungua uhusiano mpya na Israeli, ni kama unawapoza watoto yatima. Yani unawapa punguzo, yani unaamua tu kuwapoza, jamani tumeamua kuwapozea na hili ili msije kujisikia vibaya zaidi. Yani iko hivyo, lakini kiuhalisia kuwa ni katika kuwaonyesha kuwa tuko pamoja na nyinyi. Lakini kama ikitokea hivi sasa kuwa haya makubaliano yamefungwa na Marekani tayari ushawishi wake umepungua kwa kiwango kikubwa, nguvu ya Irani imepanda sana Mashariki ya Kati, unawalazimisha hawa washirika wa Mashariki ya Kati ili wawe salama ni lazima wawe karibu na Irani. Yani ili wawe salama ni lazima wawe karibu na Irani kimikataba, kiujirani, kibila uadui. Sasa kuwafunga na pingu ya Abraham Accord ni pingu ambayo wanatakiwa wafungwe ili waweze kuhamishwa kabisa kambi, wawe kambi ya mwisho, kwa sababu mambo hayako vile unavyodhani. Sasa kuna taarifa moja nilikuwa naisoma jioni hii
Nikasema ngoja nitashare na wewe. Inasema hivi: Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alikuwa amewaambia watu wake wa siri katika mazungumzo ya faragha kwamba Israeli sasa hivi haina uwezo mkubwa wa kushawishi uamuzi wa Donald Trump kuhusu Irani, huku rais wa Marekani akijadili makubaliano katika vita hivyo vilivyodumu kwa karibu miezi mitatu. Vyanzo viwili vilisema. Ichukue hii taarifa, rudi wiki niliyomalizia nilizungumza hii taarifa kutoka Reuters. Wakawa wanasema kwamba Trump ameamua kuwa anazungumza moja kwa moja na Irani na washirika wengine bila kushirikisha Israeli. Nikawapa mfano kuwa ameamua kuchukua staili ya Ukraine, lakini hii pia ni sehemu ya drama na michezo ambayo huwa inacheza upande wa pili. Hii taarifa wanaweza kukuletea katika nadharia hii unaoisoma. Sasa wewe usiwe kasuku ya kuchukua taarifa kama ilivyo nzima. Ichukue taarifa, iweke kwenye kichwa chako, ichakate. Halafu uanze kufikiria matukio ambayo hutokea. Hawa watu wanaweza kufikia kiwango gani? Halafu baki na jibu lako mwenyewe kuwa ndio sio. Naendelea kusomea. Maoni ya Netanyahu yaliyoelezwa kwa Reuters na maafisa wawili wa Israeli wenye ujuzi wa mazungumzo hayo yanakuja wakati Israeli imeachwa nje ya mazungumzo ili kufikia makubaliano ya awali ya kusimamisha vita vilivyoanza na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israeli. Umeona hii taarifa inavyosoma? Nenda kwenye taarifa niliyokusomea mchana kuwa Donald Trump alizungumza katika kile ambacho kimetajwa na vyombo vya habari vya ndani vya Israeli kuwa Donald Trump alimhakikishia Benjamin Netanyahu kuwa hatutofika kwenye makubaliano ya mwisho na Irani mpaka tutapohakikisha kuwa hana nyuklia na Irani tumeibeba na tumevunja vinu vyake. Ndio taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israeli mchana. Lakini hapa inakwambia Marekani na Irani, hii taarifa inakwambia hivi: maoni ya Netanyahu yaliyoelezwa kwa Reuters na maafisa wawili wa Israeli wenye ujuzi wa mazungumzo hayo yanakuja wakati Israeli imeachwa nje ya mazungumzo ili kufikia makubaliano ya awali kusimamisha vita vilivyoanza na pamoja kati ya Israeli na Marekani. Marekani na Irani zote zimepunguza matumaini ya mafanikio ya karibu katika mazungumzo na bado hazikubaliani kuhusu matarajio ya nyuklia ya Irani. Madai ya Teherani ya kuondolewa kwa vikwazo na vita vya Israeli nchini Lebanoni na wanamgambo wa Hezbollah. Netanyahu anadai haki ya kuendelea na operesheni dhidi ya vitisho vinavyoonekana katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanoni, tahadhari ambayo inaweza kuvuruga makubaliano ikiwa Irani itasisitiza kusitishwa kabisa kwa shughuli za kijeshi za Israeli kusini mwa Lebanoni. Netanyahu atafanya chochote. Netanyahu anasema nitafanya chochote ninachotaka. Yaani Donald Trump anasema hivi, Netanyahu atafanya chochote ninachotaka afanye, alisema Trump wiki jana, na niliwaambia hili. Mmoja wa maafisa wawili wa Israeli aliyehusika katika mazungumzo hayo ya faragha na Netanyahu alisema kiongozi huyo wa Israeli ameelezea wasiwasi wake kuhusu makubaliano yanayojadiliwa kwa sasa. Vyanzo vyote viwili vilizungumza kwa sharti la kutotajwa jina ili kujadili mazungumzo hayo ya faragha. Makubaliano hayo yataifanya Irani kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Badala yake Marekani itaondoa kizuizi chake cha majini, afisa mkuu wa utawala wa Trump alisema, ikifuatiwa na mazungumzo zaidi kuhusu masuala ya nyuklia. Marekani na Irani zimekuwa zikifanya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Pakistani. Vyanzo vya Irani vimeiambia Reuters kwamba katika hatua zijazo, formula zinazowezekana zinaweza kupatikana ili kutatua mzozo kuhusu hifadhi yake ya urani iliyojaa utajiri mkubwa, ikiwa pamoja na kupunguza kiwango cha urutubishaji wa zana zake za nyuklia. Licha ya makubaliano hayo kutokushughulikia mara moja wasiwasi wa Israeli kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani na hifadhi kubwa ya urani, Netanyahu anakiri kwamba Israeli haina ujanja wa kumshawishi rais hivi sasa. Afisa huyo wa Israeli alisema. Ofisi ya Netanyahu haikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Trump na Netanyahu wamezungumza kwa simu angalau mara 3 katika wiki iliyopita, kipindi ambacho maafisa wa Israeli walisema nchi hiyo ilikuwa imefanya maandalizi ya kurudi kwenye mashambulizi ya pamoja ya anga na Marekani dhidi ya Irani, ikilenga miundombinu ya nishati. Baada ya mazungumzo yao ya kwanza Jumatatu na Jumanne usiku, Trump aliulizwa na waandishi wa habari alichomwambia Netanyahu. Alisema, Netanyahu ni mtu mzuri sana, atafanya chochote ninachotaka afanye, Trump alisema. Watu hao wawili walizungumza tena Ijumaa usiku. Siku ya Jumamosi baada ya Donald Trump kufanya mazungumzo ya pamoja na viongozi kutoka Ghuba, Uturuki na Pakistani ili kuwafahamisha kuhusu hali ya mazungumzo ya Irani. Trump na Netanyahu walizungumza kwa mara ya 3. Wamezungumza mara ya 3. Halafu vyombo vya habari zinasema Israeli imetengwa kwenye haya mazungumzo. Israeli imetengwa kwenye haya mazungumzo. Hivi mtu mnazungumza mara 3. Mnazungumza mara 3 kwa wiki. Umetengwa vipi?
Umetengwa vipi? Kwa hiyo ukichukua hii taarifa, chukua na hii taarifa, basi ni katika zile taarifa ambazo huwa ninakuambia kuwa isikilize. Ukisha isikiliza, iweke kichwani mwako, ichakate, halafu uanze kutafuta majibu ya kupigia mstari. Ina ukweli wowote? Kama ukihisi kuna shaka na taarifa hiyo, basi iache kama ilivyo, halafu uachie muda nafasi. Muda utakuja utakutolea majibu yote yalivyo. Sasa kile nilichokizungumza kwenye chekeche, kile nilichokizungumza kwenye mazungumzo yangu ya mchana, na kile nilichokizungumza kupitia leo asubuhi nilizungumza UTV, yote yanawiana katika nadharia moja ile ya kuwa binafsi sijayaona hayo makubaliano ambayo wanataka kujaribu kutulazimisha kuamini kuwa wamefika kwenye hatua nzuri ya makubaliano ambayo yanaweza yakamaliza utata. Kwangu mimi naona kuwa safari ya kumaliza bado haijakamilika. Rahby Digital, haki na ukweli.